kuwa na wateja wachache kwa kipindi fulani. Sema tu ni ule mbukeni tu kumuona mtu ametumia kitu kimemkana soko lilivyo gumu katika mitandao. Ninawashawishi tuamke wanawake. Napenda kuambia kwamba maua ni mazuri, maua yanaleta furaha, maua yanaleta faraja. At least mimi naweza nikatumia mtandao. Ndoto ni kitu ambacho nimekuwa kiko ndani yangu. Sasa hivi nimeanza, lakini sasa 200, 250 sio bata. Changamoto kwa waume zetu. Invest in yourself kwenye ngozi yako, lakini angalie anatumia. Mara nyingi ni bidhaa ambayo mtu anaichukulia ni necessary. Sisi tunaona kununua vitu vya nje ni fasheni. Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa, nikukaribishe kwenye kipindi kizuri kabisa, kipindi maridhawa cha mwanamke wa leo. Kipindi ambapo mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa tumeendelea kukusogeza karibu na fursa mbalimbali kwa kutembelea akina mama ambao wamekuwa wakijishughulisha na shughuli mbalimbali katika kuleta maendeleo hapa nchini kwetu Tanzania na maendeleo ya mtu mmoja mmoja. Mwongozaji wa kipindi hiki ni jina langu ni Salome Ezekiel, nikipigwa picha na Steve Gesapo. Nikukaribishe mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha mwanamke wa leo kwa sababu kinakupa manufaa mbalimbali. Kwanza kinakupa elimu na kuweza kugundua fursa mbalimbali ambapo kama wewe ulikuwa hujui ni wapi unatakiwa uelekee na nini unatakiwa ufanye, basi kupitia kipindi hiki cha mwanamke wa leo yote utaweza kuyafahamu. Endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho kwa sababu siku ya leo tuko hapa Mwananyamala. Tuko na nani na anafanya nini? Ungana nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha mwanamke wa leo. Sisi tunaona kununua vitu vya nje ni fasheni. Kwanza napenda kutoa shukrani za dhati kwa kuweza kutukaribisha kuja kwenye ofisi zenu hizi. Kama ndo kwanza watu wanakuona kama milivyo kwa mara yangu ya kwanza kukutana na wewe, ni vyema tungekufahamu ni nani na unafanya kitu gani? Asante. Kwa majina naitwa Happiness Semwenda. Mimi ni mmoja wa viongozi tulianza kama kikundi cha Afronature, lakini baadaye tukaamua kusajili kama kampuni. Kwa mimi niko hapa kama CEO au kiongozi mkuu wa Afronature. Sisi tunajihusisha na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao la mwani kuanzia shambani. Kwa hiyo sisi tuna kikundi chetu cha wakulima ambacho tumeingia nao mikataba, tunawafundisha skills na ujuzi, lakini pia tunawapa vitu ambavyo vinawarahisisha wao kulima mwani. Tunanunua mwani kutoka kwao kwa bei nzuri, tunauleta hapa Dar es Salaam kutoka Tanga na kuzalisha kwenda katika bidhaa mbalimbali zitokanazo na mwani. Tuna bidhaa takriban 9 zinazotokana na zao la mwani. Okay. Kabla ya kwenda kwenye mwani, tubaki hapo kwamba mlianza kama kikundi. Ndiyo. Na sasa hivi mmesajili kuwa ni kampuni. Ndiyo. Mimi sio mara yangu ya kwanza kuja hapa kwenye ni mko chini ya SIDO au mko chini? Hapana, tuko chini ya halmashauri. Ya halmashauri, ni viwanda vidogo vidogo. Nimekuwa nikija nikikuta vikundi mbalimbali, lakini kidogo naona muendelezo wao unakuwa hauko sawa. Lakini sasa nyinyi mnasema mlianza kama kikundi, mkavuka tu ya vikundi, japo ni kikundi lakini mkavuka, mkaenda mpaka kwenye usajili na kuwa kwenye kampuni. Sasa nataka kufahamu mmeweza vipi mpaka kufikia hapo, kwa sababu wengi wao naona wanaenda, wanaisha, kila mtu anatawanyika, anakuwa na mambo yake. Sawa. Sisi kwanza tulivyojichagua kile kikundi, kila mtu alikuwa na ndoto. Na ile ndoto tuliandika chini kwamba sisi tunaanza kama hivi, lakini tunatamani kufika sehemu fulani. Na sisi tujikite tu katika mwani. Ingawaje sasa hivi tumeongeza bidhaa zingine tofauti na mwani, lakini lengo letu lilikuwa ni mwani. Na hata ukiangalia ile muonekano wa jina la kampuni yetu pale juu kuna tawi la mwani. Kwa hiyo mwani sisi ndio ilikuwa ni kama motivation ya kuanza biashara yetu. Kwa hiyo tulianza kwa lengo la kwamba sisi hatutauza tu Tanzania, ila tutauza paka nje za nchi. Kwa hiyo tulianza, tunamshukuru Mungu, soko lilitupokea vizuri sana South Africa, tulianza kusafirisha. Kwa katika vile kutafuta jinsi tutakavyopata vibali, lakini pia ili mzigo uweze kufika vizuri kwa mteja wako, ni lazima kuna vitu vitakutaka, labda uwe umesajiliwa, yani process zote
uwe umetimiliza kiserikali, lakini pia kiutaratibu wa kusafirisha bidhaa nje ya nchi. Kwa hiyo hapo sisi ndo kama na wanakikundi wenzangu tukasema kwa nini tusisajili kama kampuni ili tuweze kupata hizi fursa ambazo tutaendelea kuzipata kutokana na soko la kusafirisha bidhaa nje ya nchi. Na ndio hapo tulipoanzia. Kwa katika kule kusafirisha bidhaa nje ya nchi, tunamshukuru Mungu tuliweza kupata kipato ambako sasa tukaongeza tukanunua mashine zetu zote bila kukopa pesa sehemu kwenye hii biashara. Kwa hiyo tumeanza chini vile, tulianza kufanyia uzalishaji nyumbani. Mimi binafsi nilikuwa nafanya uzalishaji nyumbani kwangu, kwa hata zile video nilizokuwa napiga nilikuwa niko nyumbani kwangu. Lakini baadaye tunashukuru halmashauri ya Kinondoni kutupatia ile eneo la kiwanda kidogo. Ndio hapo tulipoanza kuongeza mashine, tulipoanza kuweka ule utaratibu mzuri wa kutoka kwenye kikundi sasa kwenda kwenye kampuni. Na wana kikundi wote ambao tulianza nao toka chini mpaka leo tupo na tunashirikiana na hii biashara tunaifanya full time. Okay, sasa mimi nataka hapo kwenye pointi kwamba mmeweza vipi kuweza kushirikiana kama kikundi toka mlipoanza, unasema from scratches mpaka sasa hivi imeweza kujisajili na kuweza kutengeneza bidhaa ambapo imekubalika, kwa sababu si mpaka ithibitishwe ndio ikubaliki na kuweza kwenda kuuzwa nje ya nchi. Yaani nataka kufahamu mmeweza vipi ku maintain each kikundi mpaka kufikia level hii mliopo sasa hivi. Naweza nikasema kitu cha kwanza ambacho kimetusaidia sisi kuendelea kutunza kikundi chetu mpaka hapa tulipo ni nidhamu ya biashara na uongozi mzuri. Viongozi wawili ambao tuko nao ambao ni mimi na mwenzangu Eric Tarimo. Ni watu ambao tumesoma wote Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ingawa na kikundi wengine tulikutana nao katika harakati za maisha, lakini ile moyo wa kufanya kitu kama Mwani ulianza na sisi viongozi. Kwa hata kwenye kuchagua watu ambao tunaenda nao kama kikundi naweza kusema tulikuwa selective, yani tulikuwa tunaangalia nia unayo, tulikuwa na chaguzi kwamba nia unayo na tukishikana mikono kweli tutafika hiyo sehemu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kila mwana kikundi wetu nia anayo ya kufanya Mwani, lakini pia muamko anao, kwa sababu tulivyoanza biashara tumeanza mwaka 2022 mwishoni mwezi wa 8. Mwaka huo mpaka tumekuja 2023 karibu na mwishoni ndio mimi nimeanza kupata mshahara kutoka kwenye kikundi cha Afronature. Yaani kwamba sasa hii pesa kama faida ya kwako, sasa ni kama ni mshahara wako. Lakini hapo mwanzoni kote tulikuwa hakuna malipo. Ni ile mnazalisha, mnapeleka bidhaa sokoni, bidhaa ile ikinunuliwa, jamani tunahitaji mashine, tunanunua mashine. Pesa ikirudi, jamani tunahitaji kitu fulani kwa ajili ya ofisi, wote ni sawa, ni kununua. Kwa hiyo naweza kusema ni ile commitment ya mtu binafsi, nia kwamba mimi nataka kufanya hiki kitu na tufike sehemu fulani, lakini pia nidhamu kwamba hata kama kwa hichi kimbeni silipo pesa, mimi niko na Afronature na ninaamini nitalipwa pesa. Lakini mpaka sasa hivi sasa tumeweza kumaintain wale wanakikundi tuko 5, lakini pia tumeweza kuajiri watu wengine ambao hata sio wanakikundi. Lakini pia tumeweza kuingia mikataba na wakulima zaidi ya 30. Kwa wale wakulima, ina maana kila mwana anaolima mimi ni lazima ninunue kwa sababu tumeingia mikataba. Lakini tulianza chini kabisa. Kwa hiyo niweza kusema tu kwamba ni hiyo nidhamu, lakini kuwa na timu imara yenye ile hari na nia ya kufanya biashara. Hongereni sana na niwape pongezi kwa hatua hiyo. Kampuni jina ni Afronature. Kwa nini mliamua Afronature alafu Mwani? Afronature ni jina ambalo alipata kiongozi mwenzangu ambaye tulianzisha hichi kikundi, na akiwa na dhima kwamba Afro akimaanisha kama Afrika na nature ni kama vitu vya asili. Kwa hata ukiangalia bidhaa yetu ni imekaa ni kiasili, kwa sababu Mwani ni kitu ambacho unaweza ukaamini kwamba hakihitaji mbolea, hakihitaji maji ambayo ni fresh, yenyewe ni maji ya chumvi. Yaani kuna kanamna fulani kwamba Mwani ni nature. Kwa hata mtu tu kwamba akija hapa kwanza kiondani anashangaa hii ni nini? Hii inaweza kutengeneza sabuni, hii inaweza kufanya. Kwa sisi kampuni yetu imelenga kudeal na vile vitu vinavyodili na nature kwa uzuri wake asilia. Ndio maana hata rangi za kampuni yetu ni kijani na njano, tukimaanisha asilia. Sawa sawa. Sasa tuje kwenye Mwani. So watu wengi wana elimu juu ya
mwani. Ni tuite ni zao ni zao. Sasa kwa kupitia kipindi hiki cha mwanamke wa leo, naomba tuifahamu mwani kupitia wewe. Mwani kama nilivyosema ni zao la bahari. Mwani unapatikana baharini. Mwani unaweza kuota wenyewe kwenye miamba, lakini pia sasa hivi mama zetu wengi wa hizi coastal community, mwambao wa pwani, wameamua kuifanya mwani kama biashara. Tunaweza kusema hapo zamani pwani ilikuwa ni uvuvi tu. Kwa hiyo mwani sasa hivi pia, zamani ilikuwa sana ni uvuvi tu, lakini sasa hivi watu wameanza pia kwenye kilimo. Kuna mwani, kuna majengo bahari na vitu vingine vingi ambavyo vinapatikana baharini. Kwa hiyo mwani ni moja ya kitu ambacho kina madini 92 kati ya 102 ambayo miili yetu wanadamu tunahitaji. Kwa research zetu sisi tulizofanya, kuna vitu ambavyo vinaweza vikatunza madini mengi kama moringa, lakini mwani hakuna kitu chenye madini mengi sana kama mwani, kutokana na ule uwezo wake wa kufyonza. Yaani nikikuonyesha sasa hivi mwani mkavu unakuwa ni mdogo tu, lakini nikiweka kwenye maji kuna namna unajaa. Kwa una ile uwezo wa kufyonza. Na ile uwezo wa kufyonza ndio umeweza kwanza unafyonza madini mengi sana. Kwa ile mwani inaweza kutumika katika viwanda, lakini pia katika matumizi ya chakula. Kwenye viwanda watu wanachukua mwani, wanatoa compound ambazo wanazitumia kutengeneza chupa za plastiki, wanatumia kutengeneza vitu kama dawa za miswaki, wanatengeneza vitu kama tomato hizi paste. Yani kuna kitu ambacho kinatoka kwenye mwani kinaongezwa kama kiambato kufanya ile product iwe vile. Lakini pia mwani kutokana na yale madini yake mengi yanayopatikana katika mwani, mwani inaweza kutumika kama bidhaa ya chakula. Kwa mfano, mwani una madini sana ya omega 3, una iodine, una calcium, una magnesium. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa ana upungufu wa hayo madini, inampelekea labda anapata changamoto fulani. Kwa mfano, sasa hivi tunakula vyakula vingi. Leo utakuwa umekula hapa kwa mama ntilie, hujajua mafuta aliyopikia au hujapata ule mlo kamili. Labda umekosa omega 3. Omega 3 inapatikana sana kwenye samaki. Au zinc inapatikana sana kwenye samaki. Ndio maana unaona kwamba labda kwa mfano watu wengi wanapenda kunywa pweza ili apate ile zinc. Lakini mwani ni kitu ambacho kina zinc. Umeona? Kwa kuna mtu ambaye anaweza asiweze kuwa na ule uwezo wa kununua samaki, lakini akawa na uwezo 10,000 kununua mwani, akapata ile omega 3 ambayo angeipata kwenye nini? Kwenye samaki. Kitu ambacho inafanya omega 3 kwa watoto, inafanya inajenga ubongo wa mtoto. Umeona? Lakini pia ngozi, watoto wanavyokuwa wanakuwa na changamoto ya magonjwa, lakini mtoto akipata omega 3 inakuwa nzuri sana kwake. Lakini kwa sisi watu wazima, tunavyoendelea kuwa watu wazima ndivyo ambavyo kuna namna seli zetu, yani tu kuna namna zinakuwa tofauti na mtoto. Kwa hiyo kuna yale mafuta machafu kutokana na machakula tunayokula huku na kule yanatuletea magonjwa. Kama unapata mtu amepata unene uliozidi, amepata matatizo ya moyo, amepata matatizo ya pressure, lakini mtu huyo akitumia product ya mwani, ile mwani yale madini sasa yanaenda kumsaidia. Kwa mfano kama hiyo mwani inaweza kumsaidia kutoa ile bad cholesterol, wanaleta mafuta machafu, cholesterol. Lakini pia mwani una fiber nyingi sana. Ile fiber inamfanya mtu ajisikie ameshiba. Yaani kwa mfano mimi naweza nikanywa kikombe cha asubuhi cha mwani, nimekaa mpaka saa 9. Sipati ile hali kwamba labda ninasikia njaa, tumbo linawaka moto. Kwa hiyo mtu mwenye vidonda vya tumbo, ile tumbo kuwaka moto, tumbo kunguruma kwamba hujala tangia asubuhi, mwani inasaidia sana kwa mtu hivi. Lakini pia watu wazima wanasumbuliwa na matatizo ya magoti, mgongo, joints zinakuwa zinauma. Mtu kama huyo na wanatuambia toka ambao wameanza kununua bidhaa zetu, mtu yale matatizo yanaondoka. Kwa ni kutokana na ule utajiri wa madini ambao yanapatikana katika zao la mwani. Ndio. Sasa umesema kwamba mwani ni zao. Na sasa hivi teknolojia inavyokuwa, watu wanapambana hata kuhakikisha kwamba mtu ana kashamba chake nyumbani anaweza kufanya uzalishaji. Sasa tuje kwenye mwani. Mwani ni unaweza ukachukua mbegu na ukatengeneza maji yako tu kwa kiasi fulani na ukaweza kuyazalisha. Ukaweza kuzalisha mwani. Niseme hapana. Yaani kwanza tu ile sifa ya mwani ni kupatikana baharini.
Ndio maana watu wengine wanaita mwani wa bahari. Umeona? Ni kitu ambacho kinapatikana bahari. Ingawaje kuna teknolojia sasa hivi watu wanaanza sana, mtu anachukua ile maji ya bahari kwa sababu ni maji ya chumvi. Labda anatengeneza ponds nyumbani, ni bwawa, lakini sijajua na sijawahi kukutana na kitu kama hicho, lakini nadhani kuna watu wanafanya, lakini pia hata watu pia hawapendi. Yani ni kwamba wanaita wanaita fake simos au yani mwani ambao ni uko fake kwa sababu tu umeutoa katika ile nature yake ya bahari. Hili ni zao jipya hasa kwa watu wa bara, kwa sababu kwa maelezo yako ni kwamba ni zao ambalo linapatikana kwenye watu wanaoishi mwambao wa pwani, na ni zao ambalo ni zuri kuzalishwa hasa baharini. Tukija bara, naona bado ambao kama sisi tunatokea huko bara, ili zao la mwani ni geni. Sasa kwa mtu ambaye ndo amesikia sasa hivi huo mwani na baada ya kuja na kanunua, ni yani ana utumiaji huo mwani hasa kwenye swala la lishe? Sawa. Sisi mtu anaponunua bidhaa kwetu, tunamuelekeza pia namna jinsi ya kutumia. Lakini pia tuna vichapisho, lakini pia kwenye bidhaa yenyewe imeandikwa namna ya kutumia. Kwa mfano kwa mtu ambaye ni mgeni kabisa na una aina nyingi. Kwa hiyo kuna ile mwani ambao uko tu kama ulivyo, yani vile ambavyo hatujaufanyia bado, hatujauongeza thamani yoyote. Kwa tunaita raw simos. Mwingine anautaka ule ule. Kwa mwingine anakuwa ameandaa labda lishe yake, mahindi, sijui ulezi, anatamani kuongeza pale. Kwa mwingine anachukua ule, anausafisha vizuri, anautoa chumvi ile bahari, anauchanganya pamoja na lishe yake, anasaga, inakuwa anatumia kama uji. Lakini mwingine ananunua ule kama unga ambao tayari sasa sisi tumeshauandaa hapa kiwandani, tumeupeleka kwenye unga. Kwa mwingine anatumia kama ule unga, anafanya tu kama ile kuongeza kwenye uji wake kwa umeshaiva, anaongeza, anatumia, anakula. Lakini pia anaweza kachanganya ule mwani, anaweza kachanganya ni wa unga, anachanganya labda kwenye juice, anachanganya kwenye maji ya moto, anachanganya labda kwenye uji kama nilivyosema, kwenye mtori, anatumia. Lakini pia kuna mwani ambao mtu hawezi kutumia, sasa mwani wa unga. Unajua mwani ni zao linalopatikana baharini. Kwa hiyo mwani kuna namna kama una ile ladha ya kibahari. Nasema pia tu sio ladha, yani ni ile nature ya kibahari. Kwa mwani hauna ladha yoyote. Lakini pia una ile kama kuvutika kidogo. Kama mtu ameshakuloweka bamia, ule mnatonato Kwa kuna mwingine anaweza kashindwa kutumia kwa namna vile ilivyo. Kwa watu hao wao wanatumia vidonge vya mwani. Na vidonge hivi tunaviandaa wenyewe kwa kutumia kile ambacho tunajazia kidonge, pia na chenyewe kinatokana na mwani. Kuna kampuni ambayo tumeingia nayo ubia, iko South Africa. Wao wanatutumia zile zinaitwa empty capsules, yani kidonge ambacho hakina kitu ndani. Kwa sisi tunatumia kujaza unga wa mwani. Kwa mtu akitumia ni kama vile ambaye ametumia unga wa mwani. Lakini pia ile raw simos, mtu anaweza kaisaga akatengeneza kama paste nzito, inakuwa kama jam. Kwa anaweza kata anachukua kijiko kimoja asubuhi anatumia kula hivyo, au anachanganya kwenye uji hivyo kama nilivyoeleza. Lakini pia mwingine anaona tu asipate benefit ile ya kula, ila apate na ile benefit ya nje. Kwa anaweza akachumia ile jeli ya mwani ambayo nimesema, anaweza kaisaga kama juice. Mwingine anafanya anapaka mwili mzima kama scrub, au anapaka tu usoni kama mask, ambacho mimi pia ni kitu nafanya. Anachukua mwani, unachanganya labda na asali, unachanganya na manjano, unachanganya na liwa, kwa kweli unakaa vizuri. Kuna watu ambao wanakuja kwetu na kuhitaji mwani ambao haujafanyiwa uchakataji wowote. Na mwingine anakuja kabisa, mimi nataka mwani wa papo au mwani wa gold au mwani uliochanganyika rangi. Mwani madini yake ni yale yale, lakini tu hii rangi inapatikana kutokana na ujuzi wa kwenye uanikaji ambao sisi tunafundisha wakulima wetu. Niweze tu kusema ni kitu ambacho kinatufanya tuwe tofauti katika hii biashara ya mwani. Utazunguka kote ndio utapata mwani ambapo, lakini unaweza ukapata mzuri kama wa Afro Nature kutokana na zile ujuzi ambao tunawapa wakulima wetu. Kwa kuna kama huu ni wa rangi ya zambarau, lakini pia mtu anaweza kupata kama huu ni wa rangi ya gold. Lakini pia uko ambao umechanganyika rangi, lakini pia uko mwani wa kijani. Hiyo tu mtu anakuja anasema nataka wa kijani kwa ajili, unajua kijani inamaanisha life, watu wanasema. Kwa mtu anaamini kwamba akitumia ule mwani wa kijani anafanya
usafisho wa mwili, wanaita body detoxification. Kwa hiyo wengi wanakuja kwa ajili ya kijani, wanakuja nataka tu kwa ajili ya ku detoxify mwili. Lakini mwingine anasema mimi nataka wapapo kwa ajili ya sababu fulani. Labda nikitengeneza jeli yangu iwe ya rangi ya zambarau. Mwingine anataka nikitengeneza jeli yangu iwe ya rangi ya gold. Kwa hiyo lakini faida ni zile zile na nutrients ni zile zile. Lakini sasa huu mwani ambao uko katika huo, sisi tukishauleta hapa kiwandani, tunausafisha, tunauondoa chumvi yote na kupata hivi. Huu ni mwani ambao umeshasafishwa, umeondolewa chumvi yote na umekaushwa. Kwa mwani huu mimi nikianza sasa kuufanyia uzalishaji, ndio napata mwani wa unga kama huwa hapa kwenye package yetu. Napata mwani wa unga ambao mwani huu ndo kama ambavyo nimeelezea matumizi yake. Lakini huu mwani wa unga ndo unazalisha pia bidhaa zingine. Kwa mfano tuna hii bidhaa hapa ya vidonge. Kama nilivyosema, hizi empty capsules zetu tunaagiza nje, ambazo tunaziita ni vegetarian, yani zimetengenezwa na mmea. Mmea wenyewe ni mwani. Yes. Kwa sisi tunajaza kwa kutumia mashine, tunapata hili packed. Kwa sisi tuna wateja wa jumla. Kwa mfano hii ni package ya mteja wa jumla. Mteja wa jumla akija hapa anachukua hivi, hapa ni mfanyabiashara, yeye anaenda anapaki mwenyewe, au ni mtu ambaye sasa anatumia mwani yeye pamoja na familia yake wote. Kwa kununua ile kimoja anakuja tu anajipatia hii packed yake kwa bei za jumla. Kwa wale sasa reja tunayo hii hapa ambayo ndio imeshapaka. Humu ndani kuna vidonge 60. Kwa mtu kama anatumia mwezi mzima, viwili tu kwa siku, mwezi mzima unakuwa umekamilisha. Yes, asubuhi na jioni unakuwa umekamilisha vidonge pake 60. Lakini mwani huo wa unga pia au ule wa jeli ambao nimesema, tunataka tukatumia katika uzalishaji ili kupata sabuni. Kwa pia sisi tuna sabuni hivi. Lakini ukiachana na hapo, tuna serum hii hapa. Watu wengi wanakumbwa na tatizo la kuungua, labda mtu ameungua na kemikali kali. Sisi hapa ni mambo yetu tunayofanya ni organic, ni nature. Kwa hiyo tutamani mtu kumrudisha katika ile nature yake. Kwa mtu mwingine atakuwa labda ametumia kemikali, ameungua usoni, au ni mtu ambaye anafanya kazi zake sana juani, kwa hiyo amepata makunyanzi, yani kuna namna ngozi imekuwa. Sisi tunatumia Carrier oil ya vitamin E ambayo pia inatokana katika matunda, sana parachichi. Tunatoa na compound moja ambayo inafanya serum yetu inakuwa hivi. Pia tuna infuse na mwani. Mwani kama mwani hautoi mafuta, ila sisi tunayofanya ni process ya infusion, yani unachukua ile mafuta ambayo tunayatumia kama Carrier oil, tunaweka na mwani, yani kunyonya vile virutubisho vilitoka kwenye mwani. Kwa tunapata hii serum ya mwani. Kwa hiyo inamsaidia sana mtu kumuondoa mikunjo, ngozi yake inakuwa na unyevu siku nzima hasa ya usoni. Kwa mwingine anatumia hivi, anaweka labda kwenye changanya kwenye mafuta yake mengine, bado anakuwa vizuri. Lakini ukiachana na hivyo, tunawasupport wakulima kwa mbolea. Pia tuna product ya mbolea ya mwani. Kwa hiyo wanatumia watu wenye garden nyumbani, mwingine analima sijui mboga, mbolea yetu haina kemikali, ni nzuri na tunaita kwamba ni booster, yani inaongeza mazao. Ndio. Kwa hiyo na hiyo mbolea ni mnaiprocess baada ya ile mabaki yaliyobaki katika kutengeneza kabisa. Kwa niseme kwamba sisi hapa hakuna kinachopotea. Kila kitu ni faida. Okay, asante sana kwa kutupa faida ya mwani na kutuelezea bidhaa ambazo zinatokana na zao hili la mwani. Kuna namna ambavyo umeelezea hasa kwenye swala la uandaji. Kuna namna ambavyo mtu akiandaa anaondosha vile virutubisho, hasa pale tunapotumia jua la moja kwa moja. Na kama sasa hivi wanasayansi wanasema kwamba jua linaathiri kutokana na shughuli za viwanda, jua ile miale imezidi kuongezeka. Sasa nyinyi ni kwa namna gani mnaweza kuhakikisha kwamba wale wakulima wenu wanahakikisha kwamba wana meet target yenu ya kupata mwani ule ambao ni bora? Kwa sababu unaweza kumpa mtu elimu lakini akapuuzia. Sasa wewe kwa sababu umefanya hii kazi siku nyingi toka 2022, ni miaka 3 sasa mpaka sasa hivi, ni namna gani unaweza kugundua kwamba huu mwani umekaushwa kwenye hali ya ubora? Asante sana kwa swali zuri. Ili kuweza
kuhakikisha kwamba product yetu inakuwa salama kuanzia shambani ambako ni baharini. Ndio maana kama pale mwanzoni nilivyosema, sisi tumeingia mikataba na wakulima wa mwani. Kwa sasa wanakaribia 30. Yaani kwamba kila na wengi ni wanawake, kwamba kila anachozalisha yule mwanamke wa cha mwani ni lazima mimi nifanye nini? Nikinunue. Kwa maana hiyo ni kwamba nimejihakikishia kwamba mimi napata raw material yenye ubora. Kwa hiyo mara kwa mara huwa tunaenda shambani. Ukipitia katika peji zetu za mitandao utakutana na wale wanamama. Kwa sisi tunawafundisha akishanyanyua ule mwani wake kutoka bahari jinsi ya kuanika. Watu wengi sana hata kama ni mwambao kwa pwani umepita unakuta mwani umeanikwa chini. Lakini mwani wa Afronature hauanikwi chini. Kuna namna tumewasapoti kutengeneza vichanja. Vile vichanja vinawasaidia kushusha yale maji haraka, lakini pia katika kufanya ule uchambuzi wa uchafu takataka nyingine ambayo si mwani. Sababu anapokuwa ameanika juu kwenye kichanja inakuwa kwake ni rahisi kutoa kama ni kuna uchafu, lakini maji yanashuka chini haraka. Jioni ule mwani wake anaokusanya vizuri, kuna mifuko ambayo tumewapatia, wanapaki, wanatutumia sisi huko. Ukishafika tu mwani, sisi hatuaniki juani, tuna solar dry. Kwa hiyo ni kitu ambayo imefunikwa pande zote. Kwa ndipo ambako tunakaushia mwani wetu kwa mara ya kwanza. Kwa na sisi tutaanika kwanza kwenye vichanja, tutaangalia kama kuna uchafu wowote wa kutoa ambao umesaulika kule kutoka kwa wakulima, kisha tunauingiza katika dry. Ile dry imefunikwa. Sio tu kwamba jua linafanya kwamba liharibu nutrients zipungue, lakini anaweza kapita ndege, anaweza kapita kunguru, akajisaidia na usione ule uchafu. Kwa mteja atakapotumia akatumia ule uchafu bila kujitibu kabisa, akaongeza maradhi. Kwa sisi kutokana na venye tunaanika mwani sehemu safi iliyofungwa, na ukitoka pale tunapeleka katika electrical dryer. Kwa hiyo pale kama kuna kitu chochote ambacho tunaamini kama kilibaki kama ni kichafuzi, kinaenda kuuliwa na ule moto wa kwenye mkausho. Baada ya kutoka hapo ndo raw material inaingia katika kusagwa sasa. Tukisha saga ndo tunapata hizo product ambazo nimeshaziongelea. Huu mwani ni zao, na kama zao najua ina hatua kwenye upandaji, ukuaji mpaka uzalishaji, yaani au uvunaji tuseme. Sasa ningependa kufahamu kwamba inachukua muda gani mpaka kuvuna mwani? Mwani sana sana ni wiki 4. Wiki 4. Sasa mimi ningependa kufahamu kwa sababu wateja wanapenda, sisi yani nyie wazalishaji ampendi bidhaa ibaki dukani, lakini sisi wateja tunatamani muda wote bidhaa iwepo, tusikose bidhaa. Yani tunapohitaji kwa muda wote bidhaa iwepo. Japo yani ningependa kufahamu sasa ndani ya wiki hizo 4 mnaweza vipi kuhakikisha kwamba hapa bidhaa ya mwani haikosekani, kwa sababu kama malighafi kule itachelewa inamaanisha na yenye bidhaa huku zitakosekana. Sasa mmeza vipi kutengeneza kwamba huu mwani uwe muda wote? Na hapo kabla hujajibu ningeje hili ni zao la msimu, katika maelezo yako naomba pia utudokeze juu ya hilo. Asante sana kwa swali zuri. Ili kuhakikisha kwamba mimi malighafi yangu ya kutengeneza bidhaa haikosekani hapa ofisini, ndio jambo ambalo sisi lilitupelekea kwenda kwa wale wakulima na kusaini nao mikataba. Yaani kwamba kila akivuna ni lazima nitumie mimi. Na saa nyingine kwamba atakituma kidogo, mimi napiga simu, kwa nini mmetuma mwani kidogo? Kwa hiyo imeongezea hari na tija wale wakulima wangu kulima sana, kwa sababu mimi huku nahitaji kwa soko la nje, maana soko la nje tunauza kama ulivyo huu mwani. Kwa soko la nje, lakini pia soko la bidhaa hapa ndani. Kwa maana hiyo mwani store kwetu haukosi. Kwa hiyo kila baada ya naweza kusema kila, kwa sababu mwani kwenye kuvua kuna mabamvua, ni lugha inayotumika sana kwenye watu wa mwambao wa pwani, kwamba kuna ile maji kujaa na maji kutoka. Maji yanapokuwa kuna sasa bamvua, sijui nielezaje kwamba ndugu mtazamaji nielewe, lakini kuna namna maji yakiwa na kuna ile bamvua sasa likiwa ni zuri kwamba maji yanatoka, ndipo wakulima wale wanaweza kuvua. Na kile kipindi bamvua likiwa hakuna sasa kwamba maji hayatoki, ile ndo kipindi sasa mwani unakuwa baharini. Kwa hiyo wakivuna tu wanatutumia kule. Kile kipindi ambacho kule mwani unaendelea kukua baharini ambacho ni wiki 3 mpaka 4, sisi huku tayari tunakuwa tuna stock ya kutosha, na hatujawahi kupungukiwa stock toka tumeingia mikataba na hawa
wakulima. Sasa kama wiki 4 zimeshapita na ya mwani huko bado baharini na maji hayajapungua, inakuwaje sasa? Hapo hiyo kwanza hizi kutokea. Ni kuna ile kupwa na kujaa kwa maji. Hiyo ni nature. Lakini pia iliwahi kutokea kwamba tuliwahi kukosa kidogo kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Yes. Kama unakumbuka kulikuwa kuna upepo uliitwa kimbunga Hidaya actually. Kile kiliharibu sana, mwani ulikatika sana baharini. Kwa kama tulikuwa tunatumia tani 3, lakini mnakuta baba mnapata kilo 800, hata tani haifiki. Kwa kuna mahitaji tulikuwa tunashindwa kuyafikia. Sasa hapo ndo kuna ile unasema watu ambao mnafanya nao ecosystem. Kwa hapo ndo tuliweza kuwasiliana na vikundi ambavyo viko Bagamoyo, Mkuranga, Zanzibar. Kuna watu ambao pia tunafanya nao kazi ambao wanafanya kama hivi. Kwa hiyo hapo wanaingia katikati na tunasupportiana. Kwa maelezo yako inaonekana swala la uzalishaji mmejikita, mko vizuri, maana mnahakikisha kwamba malighafi haikosekaniki. Sasa tuje kwenye swala zima la la soko. Soko la mwani likoje? Soko la mwani niseme kwamba ndo limeanza kuchangamka. Kwa sababu mwani ni bidhaa ambayo ilikuwa inafahamika sana kwa watu wa mwambao tofauti na huku Tanzania. Kwa hiyo ni vigumu, watu wengi hawajui mwani ni nini. Kwa hiyo hata kumuelezea mtu anaona kama ni unamdanganya. Lakini sasa hivi kutokana na kwamba na hivi vipindi ambavyo tunafanya kwenye television, kwenye radio, lakini pia serikali kutokana na sera yake ya uchumi wa blue, ikiwemo mwani ambavyo inasapoti biashara za mwani kama sisi ambavyo tumesapotiwa kupewa eneo la kiwanda. Kwa hiyo soko angalau watu wameanza kupata ile elimu. Kwa niseme mwani ni soko jipya ndo linachipua. Kama ambavyo sera ni mbichi. Sera mwaka jana tu ndo ambavyo tumepata hapa Tanzania. Kwa niseme kwamba mwani ni soko jipya ambao ndo linachipua, lakini kwa nje soko ni nzuri kwa sababu tayari watu kule nje wanauelewa wa mwani. Kwenye soko lenu kubwa hasa ni wapi? South Africa. Okay, South Africa. Sasa mnahisi kwamba nini hasa kifanyike ukiachia sana na sera ya kutangaza? Ni nini hasa kifanyike zaidi kuhakikisha kwamba na sisi wa Tanzania tunakuwa watumiaji wazuri wa bidhaa zinazotokana na zao la mwani? Okay. Cha kufanyika zaidi nadhani pia ni tuseme ni kuongeza ile uelimu. Lakini pia sisi wa Tanzania tupende kutembelea, labda naweza kusema maonyesho, kwa sababu kule wadau ni wengi sana. Kwa kule ndiko unapopata elimu. Lakini pia nishukuru kwamba kuna wadau sasa hivi wameanza kutusapoti kwa sana. Kwa mfano kama Muhimbili sasa hivi inatoa mpaka hizi diploma za tiba lishe. Kusapoti watu ambacho wanafanya, kwa sababu watu wengi sasa hivi wameanza kufanya na watu wengi wanatoa elimu. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba tu elimu zizidi kuongezeka. Vipindi kama hivi kikiwa labda kinarudiwa tena, mtu anapata kusikia kumbe mwani ilikuwa naisikia hivi na hivi na hivi, ile mtu haamini. Lakini nadhani elimu tu iongezeke. Asante sana kwa muda wako. Kabla ya kwenda kiwandani kuweza kuona jinsi mnavyo process huu mwani wenu mpaka kuweza kupata unga wa mwani, una nini la kuambia watazamaji? Cha kuwaambia watazamaji wetu wapendwa ni kwamba mwani, jamani, mwani ni mzuri. Mwani ni tiba. Mwani sisi tumeuza sana na feedback tunazozipata ni nzuri sana. Mpaka kuna mtu anakuambia mwani umemsaidia kwenye changamoto yake, mpaka mwenyewe unashtuka. Kweli umekusaidia? Kuna watu walikuwa wanakosa uzazi. Tena ni rafiki yangu kabisa. Lakini baada ya kutumia mwani kama wiki 2 ameweza kufanikiwa kutatua changamoto yake. Lakini tu sio hivyo, kuna watu walikuwa tayari wapo vitandani, mtu hawezi kunyanyua miguuni inamuuma, lakini akitumia mwani, sio tu ambao tunauza sisi Afronature, hata kama atatumia mtu mwingine, nipende tu kusema mwani ni kitu kizuri. Na hasa ukiangalia sasa hivi dunia tunavyoishi, vyakula tunavyokula, changamoto ni nyingi, menopause zinaingia haraka, watu ikifika tu miaka 35 changamoto ni nyingi, magonjwa ya moyo, pressure. Kwa hiyo nadhani ni muda sasa wa sisi kurudi kwenye nature. Kwa sababu huwezi ukala kwa siku mlo ambao unaweza ukapata zile nutrients zote muhimu. Kwa hiyo si tu kwamba unywe mwani kwa sababu una changamoto, ile unywe mwani pia kwa sababu unafanyaje, unajilinda na future yako.
Unaweza ukawa busy sana unatafuta pesa sasa hivi, haupati chakula, labda asubuhi ujala, mchana ujala, uko busy kuzitafuta pesa, usijali afya yako. Lakini kama ukiwa na kidonge cha mwani, ukameza kidonge cha mwani, kuna madini ambayo ungeyapata ukila samaki, lakini ujala samaki, umekula kidonge cha mwani, ile zinc itakusaidia uzeeni. Sisi tunaona kununua vitu vya nje ni fasheni. Baada ya kuosha mwani wetu, tunauosha kuondoa chumvi ile yote. Tunaanika kwenye vichaja kusoti kama kuna uchafu ambao umebaki ambao hauhitajiki kwenye mwani, kisha tunauleta humu ndani kwenye dryer. Ukianza kuangalia mwani wetu hapa, ni mwani ambao tumeuweka toka asubuhi. Kwa sasa hivi umeshatoa yale maji yake yote na umekauka vizuri kabisa. Kwa mtu mwingine anaweza akachukua akaenda akausaga bila kupitisha kwanza kwenye electrical dryer, lakini sisi baada ya kutoka hapa tunaweka kwanza kwenye electrical dryer ili kuua kama kuna vijidudu vyovyote, lakini pia kukausha vizuri ili nikiusaga mwani wangu utoke umenyooka, hauna chenga chenga, uko vizuri kabisa. Kama nilivyoelezea kwamba mwani wetu sisi tunahakikisha kwamba haupotezi ubora, lakini pia hauathiriwi na mazingira. Kana kwamba tunaanika huku ndani baada ya kuosha vizuri na kutoa chumvi yote, tunaanika huku ndani. Ukiweza kuangalia huu ni mwani ambao umeanikwa asubuhi, umeshatoa maji yote na umekauka vizuri. Huku ndani mdudu hawezi akaangusha uchafu wala vumbi, kwa hiyo huku ndani unakauka hali ukiwa ni salama. Kwa baada ya kutoka hapa tunaupeleka kiwandani kwa ajili ya kuendelea na mchakato mwingine. Baada ya kutoa mwani wetu kule nje kwenye solar dryer, huwa tunaweka huku kwenye mashine. Hii ni electrical dryer. Pia ina kazi ile kama ya kukausha, lakini huku kama kuna vijidudu tunaamini vinaenda kukufa na ule mkausho wa dryer. Kwa hiyo hapa tunatoa mwani wetu ambao tayari umeshakauka vizuri kwa ajili ya kwenda kuusaga. Baada ya kutoka kusaga unga wetu wa mwani, sasa hivi ni hatua ya kwanza kupackage, yani kuweka kwenye vifungashio kwa ajili ya kufunga kupeleka sokoni. Kwa hiyo hapo tutajaza hii chupa yetu, tayari tumesha ilebo, iko katika hali ya usafi na usalama. Tutajaza unga ambao kwa hiyo package ni package ya kilo 1. Kwa hiyo tutajaza unga wetu vizuri kwa ajili ya kuweka tayari kwa kwenda sokoni. Kwa utaangalia kwenye mzani kama ni kilo 1 imetimia.
Kwa hiyo imefika kilo 1 tayari. Tunaweka seal kwa ajili ya kuzuia kama kuna uchafuzi wote usiweze kufika ndani ya bidhaa yetu. Tutabana vizuri na seal. Tutabana seal. Baada ya kubana seal, tutafunga mfuniko vizuri. Bidhaa yetu inafutwa kwa ajili ya hatua ya mwisho. Nao bidhaa yetu iko tayari. Hiyo ni bidhaa ya unga wa mwani ambao unaweza ukautumia kama food supplement, yani nyongeza ya kirutubisho. Unachanganya kwenye uji, kwenye maji ya moto, kwenye juice au hata kwenye mboga. Unaweka unaongeza uzito mboga, au kama ni ndizi yako umepika na utumbo unataka iwe nzito sana, unaweza ukaongeza unga wa mwani ambao sio tu utafanya chakula chako, pishi lako lionekane vizuri, lakini pia itaongeza virutubisho katika chakula chako. Lakini unga huu pia unaweza ukautumia katika kutengeneza bidhaa za urembo kama sabuni. Unaweza ukachukua unga wa mwani kutengeneza herbal soap, yani sabuni tiba. Lakini pia unga huu unaweza ukautengeneza ukachanganya na maji kidogo au rose water, ukaongeza asali au liwa, ukapaka mwilini kwa ajili ya benefit ya urembo. Asante sana. Na huu ni muonekano wa mwisho wa bidhaa yetu ya unga wa mwani, tayari kwa kwenda sokoni. Kama unavyoona ambavyo tumeandaa kuanzia mwanzo wa uzalishaji mpaka ambavyo tumefunga, bidhaa yetu iko salama, ina expire date, mpaka shelf life yake ni mpaka mwaka mmoja. Expire date yake kwa sasa toka hapa, kwa sababu mwani huu hauna moisture, umetuzwa vizuri kwenye kopo. Pale mteja anachota, anatumia, anafunga kopo lake vizuri. Kwa hiyo bidhaa hii inaweza ikakaa mpaka mwaka mmoja. Na hii ni kutokana kwamba tumekausha vizuri, tumeondoa moisture yote. Asante. Sisi tunaona kununua vitu vya nje ni fasheni. Na kama mtu anahitaji kuwapata, anaweza kuwapata vipi? Nikimaanisha namba za simu pamoja na mitandao ya kijamii, atawafollow kwa kutumia akaunti gani? Sawa. Kwenye mitandao ya kijamii ambayo sana sana sasa hivi ni Instagram, tunapatikana kwa jina la Afronature Organics. Yani unaandika hii Afronature lakini unaunganishia mbele Organics, utatupata. Lakini pia Facebook tunapatikana kama Afronature, ukiandika tu Afronature Simos utatupata. Lakini namba zetu za simu ni 0766 86 54 81 au 0776 133 166. Mtazamaji wa IBN TV Africa, mkurugenzi wa kampuni hii ya Afronature ameweza kukueleza faida nyingi hasa za zao hili la baharini ambao ni zao la mwani. Umeweza kuzisikia faida nyingi, kwa hivyo ni vyema ukachukua hatua na wewe kujihusisha na matumizi haya bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa kwa kutumia zao la mwani. Mwongozaji wa kipindi hiki ilikuwa ni mimi Salome Ezekiel, nikipigwa picha na Steve Gesapo. Endelea kuwa nasi kwa kufuatilia vipindi vinavyoendelea kuruka kutoka hapa IBN TV Africa. Na usikose wiki ijayo kwenye kipindi hiki cha mwanamke wa leo, tutakuwa na nani na anafanya nini. Endelea kufuatilia IBN TV Africa.